Kwangu je, mtataka kumuoa wewe? Wewe bwana wewe. Mzee Mdelwa. Kwanza nakuomba samani Mzee Mdelwa. Kwa sababu mimi kumtuma Dumba kwako sijafanya makosa. Umeelewa? Nimemwangalia yule binti na mtoto wake anahangaika. Japo unampa kule chakula, unampa nini, lakini kuna kitu kimoja Mzee Mdelwa huwezi kumpa hata siku moja. Na mimi nimejiona mimi kama mimi sina mwanamke. Mzee Mdelwa. Mimi nimefikia muda wa kuoa afu nimeona yule binti ana miaka 2 mume wake toka aondoke. Umeona? Dumba mimi nilimwambia aje kwa wewe ile mimi nipate yule mwanamke. Ila na mimi pia niwe na mke. Au Mzee Mdegelo unamtaka wewe yule mwanamke? Wewe umetoka na kabila letu. Yule mko wangu mimi mko wangu tena nimfanyie nimtaka mimi yule. Wewe acha. Mimi yule mkwe wangu. Yule mkwe wangu mimi nimtaka hivi vipi? Mimi wewe unaweza kumtaka mkwe wako wewe? Wewe unaweza kumtaka? Wewe mimi unaniisha alamu. Unaniisha alamu inakuwaje? Mimi yule mkwe wangu. Mimi nimemweka pale kwa sababu ya mwanangu. Akae pale. Sasa mwanangu hajaja kama ulivyosema. Wewe mwenyewe umetia miaka 2 hajafika. Mimi nimtupe. Lazima nimweke pale nimtunze kama kawaida. Sasa nyewe nataka kuoa. Kwani yule muuni? Mzee Negelwa. Mimi ndio mkwe wangu yule namweka pale. Usiku mchana yuko pale. Nyinyi mabage yenu. Mimi nasema hivi. Nakwambia hivi kwa kauli ya mwisho. Nikimwona pale anakanyaga, mnakanyaga pale kwenye kwa mwanangu pale. Eneo lake kwa mwanangu kwa mkwe wangu pale. Mimi namtia mtu panga. Alafu na wewe nakuahidi. Majiwe yako unagonga pale. Basi wewe utakuwa jiwe utagongwa wewe. Mimi nakuahidi hivyo. Kwa nini Mzee Mdelwa anakuwa mzito ukubali hilo jambo? Ila nisikate tamaa. Mimi cha kufanya ni mshawishi yule binti. Najua atakubali tu. Akikubali yule binti mimi nitampata. Tuwe nichukue jiwe langu niende kwanza kwa nyumbani. Nikaendelee kumkamayo kwanza. Tuachukue. Karibu. Mwenzetu vipi? Mbona hai tena? Wewe acha tu. Sasa leo nikupe kabisa taarifa. Yaani leo mwanangu sikupi. Mwanangu yuko ndani amelala. Na vile jana ulivyomchelewesha kumrudisha. Yaani leo sikupi kabisa, ufanye tu uendege uko kisimani na kutaka kwenda shoga yangu. Hivi alikuwa mimi nakula mtoko nani? Mimi hapa sija kupata mtoto. Kesho nileta hapa kingine kabisa. Nini? Kulikoni? Na mbona ukupe? Yana shoga yangu. Sio nikwambie nini. Sio nikwambie. Bi hata sielewi. Yana jana ndio kawepo kuongea na wewe hapa. Narudi nyumbani. Nilichokutana nacho njiani. Najua ni mimi. Mama nimemkuta lijitu. Sio marehemu. Nakwambia, anavutwa. Wewe kuvutwa? Hali ya kweli. Yaani nakwambia hivi nilikimbia haba hapo sitakukuta. Yaani kavutwa kalisimika ngumbi. Sasa sijajua wapi kama sina Mungu. Tena njiani shoga kati. Ina maana huyo mtu hata sura yake hujamjua. Yaani hivi unajua kama ndivyo unanielewa leo. Nimekwambia sijaona hata sura yake. Sasa shoga yangu msema sinikwambia. Yaani kijiji jamani kina matukio. Hiki kijiji kila kukicha matukio hayaishi. Mara leo huyu kapotea, mara kesho vile, yaani yeye kaeka jamani. Yaani shoga yangu tunafunga naye msije kama marehemu bure. Yaani hapa nilipotoka na pressure imepanda, yaani wewe acha tu. Una pesa ile. Hivi kwa sababu gani kijiji kila mtu anapotea? Hivi kwa nini tusikaa mliketi kuongea naye? Kina nini kwenye kijiji jamani? Mzangu. Na hivyo viatu vyako mwenzangu umeviachia. Yaani shoga yangu sasa si nimeacha huko, sio nimeacha sijui. Yaani imechanganyika hapa nilipo.
Sasa hapo kilichobaki shoga yangu, twende nikakusaidia kutafuta hivyo viatu, halafu hayo mengine tutayaongea baadaye. Hapo sawa. Twende. Dumba. Vipi? Safi ndugu yangu. Yaani Dumba leo nataka nikwambie kitu. Ndio. Maana siku ile nimetoka zangu huku naelekea zangu katika mishe zangu. Nikakutana na nani? Na Nonje. Ndio. Nonje katika kukutana nao pale akaniambia masuala ya Belinda. Kafanya Belinda yeye au amoni. Umeona? Yaani aonekane katika hiyo kijiji. Umeona? Ila mimi nikamuuliza bwana, kwa saizi mimi naenda kwanza huko au vipi? Hilo jambo mimi nalifanyia kazi kwa sababu mimi sijui chochote kinachoendelea. Umeelewa? Na mimi siwajua mambo yangu mimi zito na mambo yangu mazito. Chochote mimi ananifahamu mambo yangu, umeona? Kwa hiyo bwana, naomba kitu kimoja. Nikamwambia bwana, kwa hiyo hapo nimeshakufanya, twende kwanza huku. Nikirudi mimi nitafuatilia hayo mambo. Umeona bwana, matezo yatokea? Ndio. Kwa hiyo mimi hadi sasa sielewi kama Belinda mwenyewe yuko wapi. Bwana Zito. Wewe nikwambie kitu. Usiwe nimelala hapa, kichwa changu hakiko sawa. Na kwa sababu ya kitu hiki kimoja. Shemeji yako mpaka leo na siku ya 3 sijamuona. Linanichanganya sehemu hizi mbili. Kuna yule mwanamke unayetaka kumuoa yule. Yule mkamwana mwenyekiti. Yule rafiki yangu mume wake hivi kama masiara. Kesho atarudi, mpaka leo amepotea mazima, mpaka leo miaka miwili. Sasa unavyoniambia Belinda unazidi kunichanganya akili yangu. Bwana Zito, mimi naingia na mashaka. Siashumu kwamba mke wangu amepotea. Ila nikilichukulia hili la yule bwana mdogo, nikija kuchukua mke wangu siku 3 sijamuona, kwa kweli nina mawazo sana. Nalifanyia utafiti hili jambo. Ila kuna jambo moja Zito linanichanganya akili. Sasa kwa kuwa wewe unafanya uchunguzi wa Belinda, nami niache kwamba nichukue kwamba leo jua itakapozama niangalie mke wangu kwamba wenda ikawa atarudi leo. Na kama hajarudi, basi kesho tutakwenda kwa mwenyekiti kwenda kumwambia ya mambo, kwa sababu huwezi kufumbia jambo kama hili Zito, bwana Zito. Sasa Dumba, mimi nakwambia kitu. Mimi hilo swala nataka nichunguze. Utafanya la maana sana ukifanya uchunguzi. Yaani mimi nataka si mambo yangu mimi, sio masuala ya kuchunguza mambo ya ombea sio nini. Mimi sasa nataka niingie hadi huko sasa hizi. Nataka nilichunguze ile swala, kwa nini watu wanapotea huko katika kijiji. Na nikijua watu. Mwenyewe unajua shughuli yao. Sawa. Haweka kama ndani nyumbani kwako wewe nenda. Basi wewe niache kwanza nikapunguze akili yangu. Maana yake mpaka sasa hivi usingizi wangu haupo. Mambo naye yanaziniambia Belinda naye hayupo. Basi kila kitu hapa mimi akili yangu imechoka. Hebu niache kwenda nyumbani nikapumzishe akili. Mungu akipenda tutaonana baadaye rafiki yangu. Haya bwana mkubwa. Kijiji chetu amani hakuna. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji chetu. Uchawi umeshika tamu ndani ya kijiji chetu. Maisha yamekuwa magumu ndani ya kijiji.